Na mimi ni Sanga Media TZ. Mara tu baada ya kutoka kule katika msikiti kwa Mustafa, tukiona zakatu fitri zinaendelea, tukaamua tena tujiongee hapa serikali ya mtaa kwa Mustafa. Nao unaona mbele ni watoto ambao ni wenye mahitaji maalum hapo, manake hapo kuna mayatima na kuna na wengineo. Naam, ni kiongozi ambaye mwenye moyo sana, sijapata kuona. Wewe Sheikh Kiba, unamzungumziaje kiongozi kiufupi kidogo hata kwa machache? Mimi nasema Allah mjalie na Mungu azidi kumuongoza katika njia iliyo sahihi. Kwa ajili kiongozi mmoja ambaye bora na aliyefanya matukio makubwa tofauti na viongozi waliopita. Siwezi kusema kwa ubaya, ila huyu ni mmoja kioo, tuseme kioo cha jamii. Huyu ni mmoja kaonyesha kwamba anajali na anawapenda pia wananchi wake. Binafsi tulikuwa hapa toka juzi, narudia tena. Manake hapa kulikuwa na iftari pamoja na dua kwa aliyekuwa kamanda wa mkuu wa kituo wa Chanika bwana ndugu yetu marehemu Awazi Chiko. Nilifanyika dua hapa kubwa na pia watu wakapata iftari na akaahidi mwenyewe kwamba siku kuu ya Idi Mosi basi atawaita watu wenye mahitaji maalum, hasa watoto yatima, ili mali aje hapa ale nao, na kama chochote kitu naye awagaia watoto wenye mahitaji. Ni taswira gani inaokujia shehe wangu kwa huyu kijana ambaye anafanya makubwa haya yote? Bwana, kwanza nimtangulize Mwenyezi Mungu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba naweza nikasema Allah anampa kila mtu. Wako wengi ambao wanazo lakini wameshindwa kufanya kama ndugu yetu bwana Tibwa. Ndio. Na siwezi kusema sana au kuongea sana kuhusu yeye, ila waliokuwa naye wanajua jinsi alivyo na ni kiongozi gani ambaye amefanya mambo kama haya. Ni kiongozi ambaye mimi naona ni mzuri, ni kiongozi mmoja bora, na ni kiongozi ambaye anajali wale anaowaongoza. Kadiri Mwenyezi Mungu anasema atakuuliza ulioongoza vipi. Kwa hiyo moja ya kile ambacho anakifanya Mwenyezi Mungu ndicho anachokipenda. Kwa hiyo kwa mimi naweza nikasema ni kiongozi ambaye anafaa na ni kiongozi ambaye anakumbuka niishi vipi na nina watu gani wananizunguka katika jamii. Kwa Allah mjalie wepesi. Maana yake sasa, ngoja sasa tuwaulize wawili watatu. Naam. Hawa vijana ambao leo hii wanaishi nao na waliohudhuria katika tukio hili. Ngoja tuongee na watoto wawili watatu kwa hiki ambacho kinaenda kutokea hapo baadaye. Ngoja tuanze na hapa. Dada, habari yako? Salamu. Mzima. Unaitwa nani? Kimie. Dada Razia, una furaha gani baada ya kuwa moja kati ya watu ambao wanashiriki jambo hili siku ya leo? Nina furaha kubwa sana. Una furaha kubwa sana? Basi toa neno moja kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa. Tunashukuru kwa kutupa misaada ya chakula. Wengine tumefiwa na baba zetu, tunashukuru sana. Pole. Asante. Huyo ni Dada Razia, naye akimuelezea kwa uchache mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa. Jamani, bwana mnakimbia kamera jamani. Msikimbie kamera. Njoo huyu mshikaji wangu mjanja. Baby mambo. Mzima. Unaitwa nani? Fatuma dadangu, wewe una furaha gani leo hii mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa kukufanya sehemu ya moja ya tukio la hili la leo? Na furaha kubwa sana. Furaha kubwa sana. Unaongea neno gani kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa kumtakia mema katika safari yake ya uongozi? Namtakia mazuri na Mungu amjalie. Mungu amjalie. Asante sana. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Pia mama yetu, tunashukuru Mwenyezi Mungu tukutanisha hapa. Nadhani juzi tulikuwa kwenye iftari na kiongozi wenu au mwenyekiti wetu akasema na leo anahitaji vijana au watoto wale ambao hawana mahitaji pamoja na wazazi, mje mkutane naye, mkae naye na mpate riziki kwa kile alichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Je, mama yetu, wewe unasemaje kuhusu hili au umefurahi vipi baada ya mwenyekiti kufanya kitu kama hichi? Nashukuru mwenyekiti katufanyia vizuri. Mbona wengine baba hawana watoto. Ndio. Kama hivyo kawakusanya kwa siku ya leo, wamefuturu kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani. Tunashukuru na mpaka sasa hivi tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyekiti ampe roho ya imani na mpaka dakika za kutukutanisha tuweze kuwavutisha katika sehemu kama hii, watu wanakutana mpaka leo wanafuraha. Ndio. Tunashukuru sana. Je, unamwambiaje mwenyekiti wenu kutokana na haya anayofanya tangu ameingia katika uongozi, mnasemaje? Tunamshukuru mwenyekiti wetu. Aendelee kutusaidia na aendelee kutupambania hali yetu.
Okay. Mama pia kwa majina yako pia? Majabu Saidi. Majabu Mgaya. Asante sana. Naam, basi ni Sanga Media TZ bado naendelea kukupa mawili matatu. Habari teacher? Salama. Bwana, mimi nimeweza kujumuika katika Alfa hii ambayo ameandaa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Mustafa pamoja na wajumbe zake juu ya kukaa na watoto yatima na wajane wote. Ni swala kubwa sana, ni swala la heri sana, linampendeza Mwenyezi Mungu na jamii kwa ujumla. Hebu imagine watoto kama hawa leo tutakula nao, tutacheza nao, tutaenjoy nao. Unafikiri ni heri ngapi tunazipata? Lakini pia kwa kuwakusanya hapa umewaepusha na mambo mengi sana ambayo yangeweza kuwakuta huko mtaani. Na ile hali ya unyonge inaondoka. Unajua ile pengo la baba yake au baba zao waliopoteza, sisi kuwepo hapa tumechukua nafasi ya baba zao. Kwa hiyo maana yake kwa uwepo sisi hapa wao wanapata furaha kama kipindi kile baba yake angekuwepo. Kwa hiyo mimi ni wasii tu watu ambao wako mbali na maeneo haya waje. Kuwa yatima sio dhambi, kuwa yatima sio uovu. Wewe njoo, na tunataka yatima ambaye yuko chini ya miaka 18 au wote tunachukulia kwamba wanahitaji msaada. Yule ambaye amezidi miaka 18 basi tunatoka naye upande wa pili na tukaweza kumsaidia. Kwa hiyo mimi ningeomba tu wadau waweze kumsaidia mwenyekiti, kumuongezea nguvu ili idadi ya namba hii ya yatima izidi kuongezeka. Na ikimpendeza basi next time aweze kufanya hata kikao Alfa kama hii ya wajane au watu wa mtaani, kwa sababu tuna mayatima, tuna watu wa mtaani ambao sio mayatima, tuna wajane. Obvious kama ni yatima basi ni mjane, ana mjane huyo ambaye mama yake. Kwa hiyo naomba yote haya tuyafanye katika muda mwafaka, na masuala kama haya tuweze kuyasisitiza kwenye jamii zetu, sio hapa tu kwa Mustafa, na ndani ya kata hii, mitaa mingine pia waweze kufanya swala hili katika ukubwa huu. Asante sana. Za majukumu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona kidogo kama unatinga fulani. Tumechoka usingizi kwa sababu tumefanya mambo mengi. Tumeanza na kufuturisha, tuko na watoto yatima siku hii ya leo. Mimi niseme kitu kimoja. Mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa ambaye ni katibu wa msikiti wa Salman Najid amefanya haya, sio kwamba ni tajiri sana au ana uwezo mkubwa sana, ila ameguswa tu na hiki alichokifanya siku hii ya leo. Watoto hawa wamepoteza wazazi wao, wengine hawana wazazi wote wawili, wengine wamepoteza mzazi mmoja. Ili wafarijike, mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa au katibu wa msikiti wa Salman Najid ameona watoto hawa ni vyema sana kukaa nao siku ya Eid leo, ili na wao wafarijike, waone kwamba kama wana wazazi wao. Asante sana. Asante.